hicho tunachofahamu hicho kipindi cha mvua ya masika ni kipindi ambacho hakuta fursa ya kutenda itakuwa ni ndogo au isiwepo kabisa. Itakuwa kipindi hicho ni fursa ya kazi ya neno, kama vile kazi ya neno kwa 100%. Sasa hiyo kazi ya neno kwa 100% hatutaweza kuifanya kama hatutakuwa tumeweza kuwa na neno ndani yetu na tukaliishi vizuri kipindi ambacho Bwana ametupatia kipindi hichi. Kwa maana kwa sasa bado msitizo unakuja pale pale, kazi ya kivitendo ni kila kitu. Yani naweza nikasema ni wito wa sasa na nini Bwana anawezaje kuwafikia watu kwa kazi ya neno? Ni Mungu atavyoongoza. Mimi kama nikiishi injili kiukweli katika kile ninachokifanya, Mungu kama ni mapenzi, ni uongozi wake, ndugu fulani aweze kupata huduma ya neno, ataipata tu kupitia hicho ambacho Bwana amenipatia. Bwana atafungua milango iliyo wazi kwa namna ambayo ndugu fulani ataona huo mlango, atavutwa na kazi ya kivitendo, na mwisho wa siku mlango kwa ajili ya kazi ya neno utafanyika. Lakini makosa yatatokea makubwa sana pale ambapo hivi vitafanyika vitu tofauti. Endapo kwa sasa ikageuzwa, kwa mfano kwamba sasa hivi tutoke twende tukahubiri, hiyo sio ujumbe wa sasa. Yani kwamba sasa hivi tukageuza kwamba twende duniani tukafanye kazi ya neno. Kazi ya neno Bwana ataifungua kadiri ambavyo Mungu anafungua milango yeye mwenyewe. Mungu anachosema iishi injili, iishi injili. Ndio maana nifurahi sana ule mfano ambao alitoa Eric siku zile, anasema it was very simple. Injili, unajua injili tunasema ni kirahisi cha maisha, ni iko hivyo. Yani wale walikuja wale wa maaskari, sisi tufanye nini? Bwana akasema msikamate watu ambao, msiwahukumu watu ambao, msiwaekee makosa. Naye akasema hivi. Akaja mtoza ushuru, sisi tufanye nini? Akasema kwamba ninyi msitoze watu zaidi. Kwa lugha nyingine, Kristo akawa anawaambia wafanye nini? Kristo akawa anawaambia ibebeni injili kakeni mnachokifanya. Hiyo ndicho ambacho mimi nimewaita mfanye hivyo. Msije mkafikiria kwamba kazi ya injili ni kazi ya neno tu. Ni kazi ya neno hiyo nitakupatia kadiri ambapo wewe unaishi hiyo injili. Kwa Mungu, hata Kristo mwenyewe angaa maisha yake, Kristo akawa anatembea, unakuta anatembea anafanya kazi za kivitendo, mlango unafunguka kwa Msamaria. Anatembea sehemu fulani, mlango unafunguka kwa watu wamekusanyika, anawapatia, anafanya kazi ya neno. Kwa hiyo katika hiyo life, katika maisha ya Kristo, naona ni pattern kabisa ya sisi ambacho tunaitwa kukiishi. Kwa mimi nitarudi pale pale kwa wazo la Jackson kwamba tukitafakari kwa kina hapa hichi ambacho sisi labda tumekifanya, au wapi tulikosea, au mimi wapi nilikosea, au mpaka sasa ninakosea wapi, na ujumbe unaniambia nini leo, na kwa nini kama vile ninaona mambo hayaendi, wapi ninakosea, basi itatuwezesha sana kujua napigaje hatua. Kwa mimi hicho ndicho ambacho nakiona, na mimi binafsi nikitazama nyuma naona kama naiona hiyo gap kwamba yamkini kuna kipindi fulani nilikuwa na mategemeo potofu ya kile ambacho Mungu anategemea kutoka kwangu. Kwa hivyo yamkini hata kile ambacho Bwana alinipatia nikifanye, mimi nilikuwa namuuliza Bwana nifanye nini? Wakati Bwana ananiambia weka injili kwa hicho unachokifanya, mimi nategemea, natafuta kwenye akili yangu labda nimeweka wazo tofauti kabisa kile ambacho ni kazi ya injili. Kwa hiyo nikasema hivyo kwa kifupi. Mama pia na mchango pia. Okay, karibu. Labda mimi kufuatana na wazo jinsi ninapozungumza, nilitaka kupiga picha halisi ya sisi Tanzania, na ninafikiri kwamba ndio maana tumewekwa kila watu waweze kudiscuss katika sehemu maharia kufuatana na tatizo husika. Kwa hiyo picha halisi ambayo ninaiona, ambayo nimekuwa katika tafakari yangu, ni pale ambapo tumeshindwa kusimama kwa ajili ya kumtegemea Mungu na kuwa na utambuzi
kwamba sisi ni familia ya Mungu ambayo Mungu anatoa wajibu kwa kila mmoja. Hilo likiwa wazi kwetu, wala hatutaweza kuhangaika vitu ambavyo vimeweza kusababisha ukuaji wa kazi au usimamikaji wa kazi kuweza kusimama. Ni pale tunapochukua wajibu wa Kristo juu ya wito. Tunatoa wito kwa watu wanaotuzunguka au kwa kumuona huyu na huyu na huyu na huyu, na pale tayari tunakuwa tumeshakosea. Unakuta mara nyingi zile mbegu ambazo zinakuwa, naweza nikachukulia mfano wa mpanzi, zinakuwa zimechipuka, lakini wanyama au ng'ombe wanakuza kupita pale, ule mmea unafanya nini? Unanyauka. Kwa hiyo kitu ambacho nilikuwa nimetafakari binafsi ni kusimama na kuisikia sauti ndogo tulivu na kufanya kile ambacho wajibu nilio nao uwe na muunganiko hai pamoja na Kristo, muunganiko pamoja na Injili. Katika hatua hiyo, Bwana atatuinua tena kutoka katika ngazi hiyo ambayo tunaona kwamba yeye binafsi kila alichokikuta katika kazi ya maisha ni kile ambacho kilikuwepo, kazi ya useremala. Na alipofanya wajibu wa seremala, kila hatua Yesu alipanda na alikuwa katika vipindi ambavyo vilikuwa tofauti tofauti mpaka aliweza kutimiliza kazi yake ya kufa msalabani. Lakini tunaona kwamba alikuwa na phase. Hata sisi pia katika kazi ambazo tunafanya tunaweza kuwa tuna phase. Kuna ukuaji, tunaanza kama mbegu katika sehemu mahalia na kile ambacho wajibu tunafanya katika uaminifu mahali tulipo na kufuatana na ile nuru ambayo Mungu ametupatia katika uaminifu wote. Katika ukuaji huo na jinsi Mungu anavyotukutanisha na jamii ya kibinadamu, tunatoa kile ambacho dunia haina. Na katika kupitia hiyo uongozi wa Roho Mtakatifu unaongoza, hatimaye tunaweza kuona kitu ambacho kinakuwa na kikua, kila mmoja anaweza kuona pia nafasi yake katika sehemu husika, bila kujali kwamba hiki nimekiona labda kimekuwa kwa Robert au hiki nimekiona kimekuwa kwa Jackson au kwa mtu mwingine, lakini anaweza kuona nafasi yake. Anapoona nafasi yake, kwa namna hiyo tunaweza kuona kwamba kazi inaweza kusimama Tanzania. Kwa hiyo hilo ni swala ambalo kila mmoja wetu anaweza kujitathmini na kuona kwamba tumekwama wapi na tunahitaji kusimama wapi ili kazi hizi. Mungu yuko tayari, lakini sisi naona bado tuko katika hatua ambayo tuko katika mzunguko, na pasipo kuamini na kusimama na kujitegemea na kusimama binafsi, hilo linaweza kuwa ni mbaraka. Mchango wangu ulikuwa ni huo tu. Asanteni. Okay, asante. Karibuni kwa mwingine mwenye wazo. Okay, karibu Jackson. Ya, asante kwa tafakari hiyo ambayo imeendelea. Kitu kimoja hapo ambacho ninakiona ni cha muhimu kwa upande wangu ni katika kuipata kazi ya maisha ama katika kutoingia katika mitafaruku ama kuingia katika migongano ya hapa na pale kama katika kipindi cha nyuma kilichopita. Somo hili ambalo tumejifunza
somo la nyuma yake ya hili somo lilokuwa linasema mahusiano yetu na Mungu, kwa ni somo la muhimu sana. Katika kipindi kilichopita kwenye kanisa la kimataifa tulikuwa tunajiuliza swali, ni maeneo gani ambapo tunatakiwa kufanya hivi. Kufanya reconciliation ni nini? Mapatano tena eh? Si ndio? Mapatano. Ya, mara nyingi tumejiuliza sana hilo swali kwamba ni eneo gani ambalo tunapaswa kufanya mapatano, na swali hilo lilikuwa linaulizwa katika mielekeo ya kuangalia maeneo gani ambayo kwa namna moja au nyingine tulikuwa tunaenda katika njia isiyo sahihi, na kuona namna gani ambavyo tunaweza tukafanya mapatano na Mungu. Katika hilo somo la mahusiano yetu na Mungu, kuna hicho kitu kimezungumzwa kuhusiana na habari ya kuwapatia. Kuna paragraph inasema kwamba tunapaswa binafsi kutafuta kupatanishwa na Mungu, sio na watu wengine. Mara nyingi utendaji wetu ulikuwa una mwelekeo ya kupatanishwa na watu wengine. Yaani nilikuwa mfano mimi na mwelekeo wa kutaka kupatanishwa na watu wengine pasi na kupatanishwa na Mungu. Na kwa kadri ambavyo nahitaji kupatanishwa na watu wengine kabla sijapatanishwa na Mungu au sijawa clear na Mungu, ninakuwa na mwelekeo wa kutaka wengine either wafanye kile ambacho mimi ninadhani ni sahihi, au wakati fulani ninafanya kile kitu ambacho ninadhani wengine watakiona ni sahihi, na mwisho wa siku matokeo yake yanakuwa sio mazuri. Kwenye hii sehemu nimerejea kidogo kwenye somo la mahusiano yetu na Mungu. Ni paragraph ya 161 inasema tunapaswa binafsi kutafuta kupatanishwa na Mungu, sio na watu wengine. Hilo linamaanisha kuhisi kwenye dhamiri. Hilo linamaanisha kuhisi kwenye dhamiri, linamaanisha kuhisi kwenye amani ya moyo, na linamaanisha kuwaacha wengine mikononi mwa Mungu. Je, tunaweza kulifanya hili? Je, tunaweza kuwaacha mikononi mwa Mungu? Sio rahisi, kwa sababu tunataka kushughulikia kila kitu wenyewe, sio? Hili hasa liko hivyo kwa watoto wetu. Katika somo hili kuna statement ilikuwa inazungumza sana kwamba wazazi, anasema Andreas alikuwa anazungumza kwamba yupo tayari akosane na mtoto wake, lakini yule mtoto wake awe na mapatano mazuri na Mungu, kwa sababu anajua kwamba kwa kadri ambavyo huyu mtu anakuwa na mapatano mazuri na Mungu, hata mahusiano kati ya yeye na mtoto yatakuwa ni mazuri. Sasa mara nyingi huwa hicho kipengele ndo kinaleta shida. Hatuhitaji kuwaacha wengine wawe na uzoefu wao binafsi na Mungu, na kwa hivyo tunakuwa tunajiingiza kwenye maisha ya kiroho ya watu. Kuna kule kujiingiza katika namna ya kusaidia, lakini kuna kule kujiingiza kwenye maisha ya watu katika namna ya kucontrol, kutaka kuwaambia wafanye nini, na kusubiri pale wasipokifanya. Kunakuwa na ule mwelekeo wa kuona kwamba hawafanyi kile kinachoitwa ni kazi ya Bwana, na mwisho wa siku mahitimisho yanatokea pale, na mimi ambaye na expect kitu fulani kwa mwingine nabaki nimeumia, namuona hafanyi kazi, na yeye ambaye alikuwa ana expect labda mimi nipokee kitu fulani kutoka apate kitu fulani kutoka kwangu, akipati. Mwisho wa siku tunakuwa tumekaa kama watu fulani ambao tunawindana, yani hawa wanawaangalia hawa hawafanyi kazi, hawa wanaangalia hawa kwamba tumejitoa kwenye kazi, wengine hawataki kuingia, na mwisho wa siku matokeo yake yanakuwa sio mazuri. Kwa hiyo nilikuwa
nakiona kwenye tafakari yangu ya nyuma kuhusiana na changamoto gani ambayo pia tunapaswa kuiepuka kadri ambavyo Bwana anatupatia hii nuru, ni kujiepusha kuingia katika mahusiano ya watu wengine na Mungu. Tumejadili sana hilo katika hata kwenye mikutano yetu ya kimataifa kwamba Bwana ametuita kwa ajili ya kutoa onyo, kupiga kelele kama mlinzi katika nchi, lakini hajatuambia kwamba tukishawapatia onyo tuanze kuwaambia kwamba tokeni, mbona hamtoki? Tumeshatoa onyo, mbona hamtoki? Hatuwezi jua Bwana atawaongoza kutoka katika njia gani au kwa namna gani. Kwa hiyo ni vizuri tukalitambua hilo pia kwamba katika mahusiano yetu na Mungu pia tunapaswa kuwaacha watu wengine kuwa na mahusiano yao na Mungu na kuwa na ule usadikisho kwamba kwa kadri ambavyo watakuwa na mahusiano yao na Mungu na mimi nitakuwa na mahusiano na Mungu yaliyo bora, Bwana atatuunganisha na tutakuwa ni timu moja tendaji. Ndio ambayo unasikia wanafunzi walikuwa ni timu, wanafunzi wa Yesu Kristo walikuwa ni timu pamoja, lakini na Lazaro naye alikuwa ni timu kubwa ya Yesu Kristo ambao walikuwa wanaunganishwa kwa kuwa na roho moja ya Yesu Kristo. Sasa tukikikosa hicho, tunakuwa na ule mpindo wa kutaka kuangalia Jackson mbona afanye hichi? Kwa nini afanye, na kwa nini afanye hichi? Mbona hajafanya hichi? Tunakuwa na expectation ambazo kwa namna moja au nyingine zinatuletea maumivu pale ambapo expectation zetu zinakuwa hazijafikia kwenye kile ambacho tulikuwa tunakitaka. Kwa hiyo ninakiona hicho ni kitu cha muhimu sana kuweza kukinoti. Natumai nimeeleweka, labda naweza nikaishia hapo. Asante. Asante. Karibu Clinton. Asante. Labda katika nyongeza kwa hilo, katika tafakari ambayo mimi nilitwaa katika, nadhani nimeona kama automatically tumeingia swali namba 2. Kwa hiyo nataka nichangie hapo hicho ambacho Jackson amezungumza. Katika tafakari ambayo nilitwaa binafsi kwamba Mungu anatarajia nini kwetu kama msingi wa kuvunja hivyo vitu vyote ambavyo matarajio hasi kwa wengine. Ili kuja kwangu hili fungu ambao tunalifahamu sana katika Marko 12, imeandikwa pia katika Mathayo hata Luka, ambalo inazungumzia kwamba kuanzia fungu la 28 Unasoma Marko 12 fungu la 28 na kuendelea hapo. Nitasoma. Inasema, na mojawapo wa waandishi akafika akawasikia wakisemezana naye, akatambua ya kuwa amewajibu vyema, akamuuliza, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Katika amri zote ipi iliyo ya kwanza? Kwa katika tafakari yangu mimi niliona hii swali katika namna ya kwamba ni kama walikuwa wanauliza kwamba je, Mungu unatutarajia nini? Yaani unatarajia nini kutoka kwangu au kutoka kwetu? Kristo akamwambia kwamba Yesu akajibu, ya kwanza ndio hii, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Na ya pili ndio hii,
mpende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna matarajio mengine makuu zaidi ya haya. Yule mwandishi akamwambia, hakika mwalimu, umesema vyema kwamba Mungu ni mmoja. Okay, hapo inaendelea. Lakini naweza nikasema hicho ndicho ambacho Mungu anatarajia kutoka kwetu, kwamba tumpende yeye kwa akili yetu yote, kwa nguvu zetu zote na kwa roho yetu yote, lakini pia kuwapenda ndugu zetu kama, kuwapenda majirani zetu kama nafsi zetu. Na kama hiyo ikiwa ndo matarajio yangu ambayo Mungu anategemea kutoka kwangu, na hayo matarajio nikayaweka kwa mwanadamu mwenzangu, basi sitakuwa na mwelekeo wa kuweza kutegemea kitu tofauti, yani nikasema kutengeneza mategemeo tofauti na yale ambayo Mungu anahitaji. Kwa kwangu itakuwa inatosha kutambua kwamba ndugu yangu anampenda Mungu katika kiwango hicho, na anampenda jirani yake katika kiwango hicho. Kwa hiyo hicho ambacho Jackson ameelezea, hicho kwamba nitakuwa automatically nimeweka trust kwamba Mungu anamuongoza katika hatua kwa hatua, na mahali ambapo nitahitaji kuwa mlinzi, by the way nitakuwa mlinzi mkamilifu katika mtazamo huo. Kwa hiyo hili fungu binafsi kwangu lilikuja katika mtazamo huo, na nikapata taswira fulani kuhusiana na kile ambacho Mungu anatarajia kutoka kwetu, au kile ambacho anahitaji nitarajie kutoka kwa ndugu yangu. Asante. Okay, asante. Asante Clinton. Karibu Zawadi. Asante. Sijui kama nasikika vizuri. Unasikika. Halo? Ndio Zawadi, unasikika. Sijui kama naweza nikarejea kwenye ujenzi wa kwanza wa hilo swali la kwanza, manake naona sasa watu wako kwenye hilo la pili. Sijui kama inawezekana. Okay, kama kuna mawazo naweza tukatoa. Katika swali la kwanza nafikiri lilikuwa linazungumza kuhusiana na kazi ya Mungu ni nini. Kile ambacho mimi ningependa kuchangia katika mawazo ambayo nimeyaona hapo. Jambo la kwanza ni hili, ya kwamba kazi ya Mungu ni ufunuo wa tabia ya Mungu. Hilo ni wazo la kwanza ambalo nililo nalo, ambalo kimsingi ni kwamba hiyo tabia ya Mungu inafunuliwa katika utendaji wa kazi ambayo kwayo Bwana ameniita, na inafanyika katika msingi wa kanuni za kiungu, na hiyo ndiyo inafika hatua ya kuitwa kwamba ni kazi ya Mungu. Hicho ndicho ambacho nimepata mawazo hayo. Lakini pia kutoka katika msingi wa swali hilo, nimeona kuna mambo kadhaa ambayo kama kila mmoja akienda akiyatafakari, tunaweza tukapata mawazo ambayo ni mapana zaidi kuhusiana na kazi ya Mungu katika wakati huu wa sasa. Katika semina ya kimataifa ya mwaka 2009 kimsingi inaelezea kazi ya wakati wa sasa yote kwa ujumla. Kwa hiyo kwa kila mmoja anayewiwa, kama anaweza akajisomea, basi kila mmoja anaweza akapata mawazo mapana zaidi kuhusiana na kazi ya wakati wa sasa. Hayo ndiyo mawazo ambayo
kwangu mimi nimeweza kuyapata kutoka katika swali hilo. Asante. Okay, asante. Yes, asante Zawadi. Kwenye swali hili kwenye wazo hili la Jackson, kuna kisa fulani pia kilitajwa kwenye mkutano wa kimataifa. Ulikuwa ni uzoefu wa Petro, Yohana pamoja na Yesu. Baada ya Kristo kuwa amefufuka, kinaeleza katika Yohana sura ya 21 kuanzia lile fungu la 18. Yesu alitoa maneno fulani ambayo yalitabiri aina ya kifo ambacho Petro angekipitia, na ukisoma fungu la 19 linasema, akasema neno hilo kuonyesha ni kwa mauti gani atakayomtukuza Mungu. Naye akisha kusema hayo akamwambia, nifuate. Hii nifuate, hii ilikuwa specific, ilikuwa bayana kwa Petro. Na baada ya fungu la 20 linasema Petro akageuka akamwona yule mwanafunzi aliyependwa na Yesu anafuata. Ndio huyo aliyeegama kifuani pake wakati wa kula chakula cha jioni. Akasema, Bwana ni nani akusalitie? Basi Petro akamwona huyo, akamwambia Yesu, Bwana, na huyu je? Yesu akamwambia, ikiwa nataka huyu akae hata nijapo, imekupasaje wewe? Wewe unifuate mimi. Of course kuna comment kwenye kitabu cha Desire for Ages ambazo zinaelezea zaidi kuhusiana na wazo hapo, lakini ni wazi ya kwamba Petro alikuwa amepewa wito wake bayana na Kristo, na wito ulikuwa ni kwamba amfuate Yesu, lakini naweza kusema kaingia kwenye aina fulani ya udadisi usiofaa. Naweza kusema ni kama kuanza kuingia kwenye eneo fulani ambalo hakuna mwanadamu anayepaswa kuingia. Ni kwenye eneo lililopo kati ya mtu kama individual na Mungu na Kristo, na kutaka kujua juu ya mambo ambayo yanamhusu mtu binafsi na Mungu. Na unaweza kuwa na hakika ya kwamba kwa kadri ambavyo inakuwa hivyo kati ya watu wa Mungu, lazima italeta shida ya. Kwa hiyo ni kielezo fulani. Yesu alijibu bayana ya kwamba mambo yanayomhusu Yohana na mimi ni mambo ambayo yanamhusu Yohana na mimi, na mambo ambayo yanakuhusu wewe na mimi yanakuhusu wewe na mimi, na mimi nimekupa maelekezo, nifuate. Na hii inakwenda hasa kwenye naweza kusema wito binafsi, sadikisho binafsi. Iwapo Bwana ametoa
usadikisho ametoa wito, basi kama mtu binafsi tunapaswa kukaza macho yetu kwa Kristo naweza kusema na kujiepusha kwenye kutaka kuingia kwenye masuala ambayo yanamhusu mtu na Bwana wake. Na hiki ni kitu fulani cha muhimu. Kisa kingine ambacho nakikumbuka ambacho kinalielezea hilo vizuri ni kisa cha Nehemia. Alikuwa kwenye ikulu ya Babeli kule. Tunaweza kusema wakati timu ya Mungu ikiwa Yerusalemu inajenga, kuna watu waliitika kwenye wito wa kwanza na Ezra wakaenda, lakini yeye hakutoka pale. Na ni rahisi sana kwa ubinadamu kwanza kumjaji kama mtu ambaye hajali kazi ya Mungu na vitu kama hivyo, lakini uhalisia wa kile kilichokuwa kinaendelea ndani yake ilikuwa ni tofauti. Alikuja kuchukua hatua zake kulingana na uongozi wa Bwana katika wakati wake, na akawa mbaraka mkubwa kwa ajili ya kazi ambayo tayari ilikuwa imeanza. Kwa hiyo naweza kusema ni kwamba ni eneo ambalo ni kweli la kujifunza, na kitu kimoja ambacho nafikiri kwa tafakari zangu ni kile ambacho nafikiri Jackson alisema pia, kwamba kwa upande mwingine tumepewa wajibu wa ulinzi, lakini wajibu wa mlinzi ni kusema kile ambacho kipo katika usadikisho wake, lakini kwamba hicho kitakuwa hivyo kilivyo au vinginevyo sio swala lake, linabaki kati ya mtu na Mungu, kwamba ataona nuru katika hicho kulingana na usadikisho kutoka kwa Bwana au la. Na hilo ni swala ambalo liko nje ya mpiga tarumbeta ya onyo. Kwa ni kwa jinsi ya kwamba Mungu anabakizwa kwenye nafasi yake, na wakala wa kibinadamu anabaki katika nafasi yake. Kwa hiyo kwa kanuni hizo kubwa mbili, ninaweza nikatulia katika kile ambacho nimesadikishwa ya kwamba ni wajibu wangu, na kutimiza kwa uaminifu na kuacha wengine katika mikono ya Bwana, kwamba yeye ndiye anayejua namna ya kushughulika na vyombo vyake katika mikono yake, katika namna ambayo iko nje kabisa ya uwezo wa kibinadamu. Asante, taishia. Kuna mwingine mwenye nyongeza? Karibu Clinton. Nikasema pia hicho chote tukasema ni heshima, wakati fulani tumelitazama hilo, kuwa na heshima kwa wengine. Kwa pia labda wazo lingine la kuchangia hapo, turudi katika ile nukuu ambayo tumeisoma kwamba
kwamba katika siku za mwisho katika siku hizi Mungu atatenda katika namna ambayo haipo katika matarajio ya kibinadamu. Hiyo statement wakati nazungumza hapa ilikuwa inazidi kuwaka kwamba nikasemaje, lakini ni kama vile changamoto nyingine ambayo imekuwepo ni namna ambavyo nasema mtu anaweza kategemea kazi inavyoanza. Okay, yani either mimi mwenyewe ambaye Mungu anahitajika kuanzisha kazi ndani, yani kupitia mimi au kwa mtu mwingine, kwa sababu namna ambavyo Mungu anaweza kuanzisha kazi fulani au nyanja fulani ya kazi inaweza ikawa katika namna ambayo iko katika matarajio tofauti kabisa ya kibinadamu. Kwa hiyo moja ya sema ambayo nayo nikaona reconciliation katika eneo hilo, yani katika eneo hilo ambalo naona pia ni msingi wa hatua zingine za mbele. Asante, nimaliza. Asante. Na mwingine okay, karibu Maron. Nafikiri tutakuwa tukielekea mwisho sasa. Asante. Mimi nitachangia katika hasa nafikiri katika swali la pili la Mungu anatarajia nini kwetu. Na nitazungumza kutoka katika muktadha wangu binafsi, nikijiuliza mwenyewe kwamba of course Mungu anatarajia nini kwangu, na of course mchango wangu umejielekeza kwenye changamoto ya kwa nini hatufikii kwenye kile ambacho tunataka kufanya, au kwa nini hatuamki na kuifanya kazi ya Mungu. Kwa kutoka kwenye kile ambacho ni uzoefu wangu binafsi, nafikiri watu wengine wanaweza pia wakajipata humo. Na kuchangia hili, ningependa kusoma somo hapo. Jackson nimemuomba alifungue somo hili la kazi ya maisha ambalo linaanza na aya ambapo tutasoma aya kadhaa kuanzia kwenye hiyo aya ya education 265 aya ya kwanza. Kabla ya kuanza kusoma, Jackson, ningependa kusema kitu fulani. Mambo mawili ambayo ninayaona kwamba ni changamoto kwangu binafsi kama mtu, na nafikiri anaweza kuwa changamoto kwa mtu yoyote mwingine, ni utendaji, ni kutofanya kitu. Kama ambavyo tunafahamu, mara nyingi ni rahisi sana kuwa passive, kuwa mtu ambaye nikakaa hapo nikasema naifanya kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu ni kufunua tabia ya Mungu, na hivyo maisha yakaendelea hivyo. Lakini tukisoma kwa mfano hili somo la kazi ya maisha, naamini kila mmoja amelisoma. Unaona kiuhalisia Bwana alichokiongea mwaka 2018 na anachokiagiza sasa hivi ni kitu zaidi ya hicho. Yaani kimsingi hili somo linaita kufanya kitu. Sasa binafsi mimi nilikuwa na tafakari nini kinakuwa kikwazo kwenye kufanya kitu, na nikaja nikakuta vitu viwili. Sisi kama watu wa Mungu tunajikuta kwenye hayo matatizo mawili. Tatizo la kwanza ni kutojua kazi yetu, ni kazi yetu maalum, specific work.
Yes, wito uko pale. Kwa mfano hili somo limeeleza kwamba hatuhitaji kugundua kitu kipya. Kazi iko pale, inaeleweka, ni kazi ya kimishonari ya kitabibu ambayo zimetajwa, inamaanisha nyanja nyingi. Somo hili limeweka hayo mambo wazi, lakini katika eneo langu mimi binafsi ni wapi? Hilo naona kwa mimi nafikiri ni miongoni, kwangu mimi imekuwa ni sehemu ya changamoto, na naamini inaweza kuwa changamoto ya kila mtu mwingine. Yaani mimi nifanye kipi specific kwenye hii kazi ya jumla? Hilo ni swali la kwanza ambalo naona ni changamoto yetu, na ambayo naamini kupitia hili somo kuna majibu yametolewa kupitia hiki ambacho tutakisoma. Na swali la pili linakuja pale ambapo, au changamoto ya pili inakuja pale ambapo hapo mahali maalum pako pa kufanya kitu pamefunuliwa kwako, Mungu amewasilisha ndani ya roho yako, lakini bado hufanyi kitu. Na hiyo changamoto na yenyewe nikana najiuliza inakuwa ni nini? Bwana anakufunulia kitu kabisa cha kufanya, kwamba sasa now practically kiutendaji unaweza kufanya hiki, you see, lakini huchukui hizo hatua. Napo changamoto ni nini? Na changamoto nilokuja kuiona kwangu mimi binafsi, ninaweza kuiita kama kujiona utoshi. Kujiona unahitaji maarifa zaidi, unahitaji kujifunza zaidi, unahitaji kuelewa hiki na kile ili ufanyaje, ili uanze. Kwa hiyo kujiona hautoshi, na hili nalo nimeona limezungumziwa kwenye somo hili. Kwa hiyo hiki nitakachokwenda kukisoma hapa ni kitu ambacho kwangu mimi binafsi kilinipatia majibu ya maswali hayo mawili, na naamini kinafanya sehemu ya kile ambacho sisi kama watu tunakihitaji kukitumia na hivyo kuitikia swali la pili au kutoa jibu la swali la pili, Mungu anategemea nini? Anategemea nini kwetu? Kitu cha kwanza ambacho ninakiona Mungu anategemea mpaka sasa hivi tuwe tunajua kile ambacho anatuita kila mmoja kufanya. Kwa nini naweza kuwa na uhakika na hilo? Ni kwa sababu Bwana tunayemtumikia sio Bwana mgumu, hadai mahali asipoweka. Kwa hiyo kama wito huu unakuja wa kufanya kitu, ni wazi ya kwamba kila ndani yetu sisi, kila ndani ya kila mmoja hapa tumepewa kitu. Pengine tu kuna kelele nyingi around us, lakini kutuzunguka, lakini kuna kitu tumepewa tufanye ambacho kiko specific, na ndio maana Bwana anadai, ila hatuinuki kufanya hicho kitu. Aidha ndo kwa kufikiri kwamba hatujui tunachopaswa kufanya specific, au kwa kusitasita hata baada ya kuwa labda tumekijua. Kwa hiyo haya hizi ambazo nasoma zilikuwa msaada kwangu, na naamini ni kitu ambacho tunahitaji kufanyia kazi sana sana. Yeah. Nitasoma hapa. Inasema hata katika kutafuta maandalizi kwa ajili ya huduma ya Mungu, wengi wanageuziwa kando. Samahani, naomba nigeuze kifaa changu hapa mara moja. Okay, nasema hata katika kutafuta maandalizi kwa ajili ya huduma ya Mungu, wengi wanageuziwa kando kupitia njia potofu za elimu. Maisha yanachukuliwa kwa ujumla sana kama yaliyoundwa na vipindi tofauti tofauti maalum, kipindi cha kujifunza na kipindi cha kutenda, cha maandalizi na mafanikio. Katika maandalizi ya maisha ya huduma ya vijana, vijana wanapelekwa shuleni kupata maarifa kwa kusoma vitabu. Wakiwa wametengwa kutoka katika majukumu ya maisha ya kila siku, wanamezwa katika kusoma, na mara nyingi wanapoteza kusudi lake. Shauku ya kujitoa kwao kwa awali inakufa, na wengi sana hujitwalia shauku za kufanikisha mambo makuu ya kibinafsi. Wanapohitimu, maelfu wanajikuta wao wenyewe nje ya mguso wa maisha. Wameshughulika kwa muda mrefu na dhania na nadharia, kiasi kwamba wakati ambapo utu wote unapaswa kuamshwa ili kukabiliana na mapambano makali ya maisha halisi, wanakuwa hawako tayari. Badala ya kazi bora waliokuwa wamekusudia, nguvu zao zinamezwa katika pambano kwa ajili tu ya kujipatia riziki. Baada ya mvunjiko wa matarajio tena na tena, katika kukata tamaa hata ya kupata kipato halali,
wengi wanajiingiza katika utendaji unaozua maswali au uhalifu. Dunia inanyimwa huduma ambayo ingeweza kupokea, na Mungu ananyimwa roho ambazo alitamani kuziinua, kuziadilisha na kuzitukuza kama wawakilishi wake mwenyewe. Sasa hapo limezungumzwa tatizo, inasema hata katika kutafuta maandalizi kwa ajili ya huduma ya Mungu, moja ya tatizo linalotokea ni kwamba wengi wanakengeushwa na njia potofu za elimu. Na kwa muktasari hapa, wazo ambalo mimi nimelipata, hiyo njia potofu ya elimu inasema ni huu mpindo wa kutenganisha mafunzo na kufanya. Hiyo ni njia potofu ya nini? Ya elimu. Inasema hata katika kutafuta maandalizi kwa ajili ya huduma ya Mungu, hicho ni kitu ambacho huwa kinatokea. Kisha anasema hili lote ni kwa sababu ya utenganishaji kati ya kusoma na kutenda. Nyanja zote mbili zinapaswa kwenda pamoja. Tunalielewa lengo la jumla sasa ni kuharakisha kuja kwa Kristo katika kizazi hiki. Hilo ndilo lengo linalowekwa mbele yetu kama vijana. Ni katika nafasi ipi tutalifanya hili kwa ubayana? Hilo sasa ndilo swali. Je, tulitimize hili kama wakulima, kama madaktari, katika kazi ya lishe? Wapi tutalitimiza hilo kwa ubayana? Lengo ni kumleta Kristo duniani, lakini katika nini kwa ubayana? Hapa anazungumzia kazi yetu binafsi, yani mimi mtu mmoja mmoja. Katika kipi hasa? Na mimi kwangu hili limekuwa ni swali binafsi. Of course, na katika mikutano kadhaa hapo nyuma kuna ndugu amewahi kuwasilisha kwetu wazo mara kadhaa ya kwamba ni wakati wetu wa sisi kujiuliza nifanye nini Bwana. Of course, nilisoma somo hili katika Nuru ya Tafakari hiyo. Kwa hiyo tunaweza tukaona hapo somo hili kimsingi linatuulizia maswali ambayo sisi tungemuuliza Bwana, right? Linatulizia maswali yetu kabisa. Yaani tufanye nini sasa? Niwe mkulima, niwe daktari, niwe nani? Nifanye nini? Kutokea kwenye hilo lengo la jumla. Inasema hili tena linakanganya sana. Injili hapa sijajua, labda nadhani hapa ilikuwa ni typing error labda, kwa sababu kwenye nani ya Kiingereza, somo la Kiingereza inasema this again is not so confusing. Hii tena sio kitu kinachochanganya. Yaani hili tena sio jambo linalokanganya sana. Kwa nafikiri hapo kulikuwa kuna makosa kwenye uandishi. Na ameeleza hivyo kwa sababu huko juu alikuwa ametoka kueleza kwamba lengo la jumla sio linalokanganya kulielewa. Lengo la jumla kwa sababu Bwana amelitoa, aliweka ile nukuu ya kwamba kusudi lote uliwa na mbingu la kuitoa injili katika kizazi hiki ndilo bora tunapaswa kulifanya. Kwa hiyo hapa tena anasema hata katika eneo la mtu mmoja mmoja, hili tena sio jambo linalochanganya sana. Injili ni mwongozo wetu. Hii inamaanisha kwamba tuna kirahisishi cha matatizo ya maisha. Inamaanisha kwamba tunafanya kazi iliyo karibu. Majibu yanatolewa hapa. Inamaanisha kwamba tunafanya kazi iliyo karibu. Hatuendi na kuvumbua kitu fulani kipya ili kuifanya kazi hiyo. Mungu tayari ameijenga kazi na watendakazi wanahitajika katika kazi hii. Wakati watendakazi wanapohitajika, tunataka sifa na elimu bora kabisa kuifanya kazi hiyo na hata kwenda mbele zaidi ya kazi hiyo. Kazi ambayo Mungu ameitoa kwa wazi sana leo, sio tu kuhubiri. Kuzungumza vizuri ni nyanja moja, lakini pia ni kazi ya mkono wa kuume. Tunaelewa kutoka katika neno la Mungu kwamba kazi ya mkono wa kuume itakuwa katika mstari wa mbele. Kazi ya umishonari wa kitabibu itakuwa ndio kazi pekee kama Ellen White anavyoandika. So ningeishia hapo pengine katika nilitaka nisome hiyo aya ya mwisho tena. Tunaelewa kwamba kazi ya umishonari wa kitabibu ni pana kuliko upasuaji tu. Hapana, nimeruka aya hapo. Nadhani ni hiyo ya juu. Hii hapa ya chini, sawa. Hii hapa ya chini. Pale tunapoona kwamba, labda nisome na hii ya juu samahani. Tunaelewa kwamba kazi ya umishonari wa kitabibu ni pana kuliko upasuaji tu. Ni pana zaidi mno. Kazi ya umishonari wa kitabibu pia inamaanisha kuwapa watu chakula,
kuwafundisha kupitia chakula, kuwapatia mavazi sahihi na kila kitu tunachosoma katika Isaya 58. Ni kuleta mtindo wa maisha kwa watu pamoja na mfano wa mtindo huo wa maisha. Hiyo ndiyo kazi ambayo Mungu ameiweka mbele yetu. Kisha anasema pale tunapoona kwamba kazi hii ipo na pale tunapoiweka mikono yetu kwake, pale tunapokuwa na roho ya kujitoa kafara nafsi na upendo kwa ajili ya jamii ya wanadamu, ndipo pia tutagundua mahali ambapo talanta zetu zilipo katika kazi hiyo. Yaani mimi kwa kweli hii kauli ilinijibu swali ambalo linakanganya kwenye akili. Najuaje specific work? Najuaje kazi yangu bayana ile maalum ya kwangu katika ambayo itafaa katika kazi ya jumla? Anasema wakati tunapoona kwamba kazi ipo pale na tunaweka mikono yetu pale, tunaonesha shauku na hiyo kafara kwa binadamu wenzetu, ndipo pia tutagundua mahali ambapo talanta zetu zilipo katika kazi hiyo. Kwa maneno mengine inasema hapa, wakati tunafanya hiyo kazi ndio tutagundua kazi yetu maalum. Tatizo la kutoziona talanta zetu na kutoipata sehemu yetu katika kazi hiyo linatokea tu pale panapokuwa na malengo na shauku zetu wenyewe. Yaani kimsingi mimi nilitoka na hitimisho kwenye somo hili kwamba sababu ya pekee kwamba sasa hivi sijui kazi yangu maalum ni kwa sababu nina vitu vyangu mwenyewe, nina shauku zangu. Bwana ana guarantee hilo. Anasema tatizo la kutoziona talanta zetu ambao nimelieleza kama ni tatizo la kwanza kwamba najiona nina uwezo gani mimi maalum, na uwezo gani wa kufanya kitu. Tatizo la kutoziona talanta zetu na kutoipata sehemu yetu katika kazi hiyo linatokea tu pale tunapokuwa na malengo na shauku zetu wenyewe. Tatizo linatokea pale tunapotaka kuwa mtu fulani duniani au wakati tunapokuwa wavivu kuhusu kuiwekeza akili yetu kwenye kazi hiyo. Hilo ndilo tatizo. Lakini iwapo tunaiwekeza akili yetu katika kazi hiyo, basi kwa hakika tutakuwa sehemu ya kazi ya mkono wa kuume katika siku hizi za mwisho, na tutafanya kilicho bora zaidi katika kuitumia elimu yetu. Ningeishia hapo katika kusoma. Mawazo yangu ya kufunga katika mchango wangu ni kwamba kwa changamoto ya kwanza ya kwamba sijui eneo langu binafsi ni lipi. Ninaona mwongozo ambao Bwana ameutoa ambao ni Injili inarahisisha matatizo ya maisha, ni kwamba napaswa kuingia kazini. Na kwa nini nukuu hii ambayo imezungumzia njia potofu za elimu unaweza kuona kama ni vitu havifanani, lakini kwa nini vinahusiana kiasi hicho? Ni kwa sababu mimi binafsi, na nasema nashiriki uzoefu wangu sababu naamini wengine watajipata humo. Mimi binafsi kama kuna kitu ambacho naamini kimekuwa kikwazo mimi kunizuia kufanya kazi ya Mungu ni hili swala la kusema najiandaa. Yaani hili swala la kujipika, bado najiandaa. Kwa hiyo hapa imeelezwa kwamba hata katika kutafuta maandalizi kwa ajili ya huduma ya Mungu, shida inakuja kutenganisha kipindi cha kujifunza na kipindi cha kufanya. Kwa hiyo suluhisho ni nini? Kuna ile nukuu inasema kwenye maji ndio tunajifunza kuogelea. Kwa hiyo suluhisho ni kuanza kufanya kitu. Na naamini kwamba kama Bwana anatudai kila mmoja kazi, basi ameiweka ndani ya kila mmoja, hawezi kudai mahali asipoweka kitu. Kwa hiyo mimi naamini kitu ambacho Bwana anakitarajia kwetu ni kufanya kitu. Sehemu ya jibu la hilo swali mimi naamini ni kufanya kitu. Tuna vitu tumevishikilia, tunasita kufanya. Hilo ni pale ambapo Bwana anakuwa amefunua kwetu kitu cha kufanya. Lakini pale ambapo tunatoa excuse nyingine, pengine hatujui wito wetu maalum ni upi, bado Bwana anasema hivi, kazi ameshaitoa, ameibainisha kwamba kazi ya mwisho itakuja kuwa ni kazi ya umishonari wa kitabibu ambao ni pana katika ukulima, upishi na vitu vingine. Tunaelewa hayo mambo. Sasa swali ni kwamba mimi nitafaa wapi? Bwana anasema onyesha kwanza shauku, anza kuifanya hiyo kazi, alafu wakati unafanya utapata kugundua talanta zako maalum na sehemu yako maalum. Kwa jinsi hiyo mimi niliona Injili kweli inarahisisha maisha katika eneo hili. Kwa sababu kikweli, tuambizane ukweli, kuishi maisha bila kujua kazi yako ya maisha ni mzigo.
maisha ni mzigo, bila kujua duniani unatakiwa kufanya nini, ni mzigo. Kwa hiyo mimi ninaamini kwamba Bwana aweze akaliacha swali muhimu kama hili just kwamba yani tukimbie huku na huku. Hapana, Bwana amefanya, ametoa kitu, lakini imetolewa pia kikwazo hapo kwamba siwezi kuiona hiyo kazi yangu kama nimejawa mambo yangu. Kwa hiyo katika hitimisho, mimi naona kama kuna kitu ambacho ningependa kukichangia, jamani, kila mtu kwenye uwezo wake, kwenye nafasi yake aliyoitwa, amka, fanya kitu. Ni kweli, of course, tunazungumza kanuni za muhimu, sipaswi kumwangalia mtu mwingine, lakini katika eneo la kuhimizana ni muhimu kuamka na kufanya kitu. Mimi napaswa niamke nifanye kitu, napaswa mtu fulani amke afanye kitu. Mimi naona kwa upande wangu ni sehemu ambalo kama watu tumekuwa tuna wazito sana, pengine ndio aidha kwa kusema hatujui talanta zetu maalum, au kwa kusema tunajiandaa, kwa kubaki labda najiandaa. Inawezekana Bwana ameshakuonyesha labda inabidi ufundishe watu lishe, au inabidi ufundishe watu kitu fulani, kitu kipo kabisa specific unakijua, lakini kuna kule kujivuta. Tuamke tufanye kitu hicho. Mimi naamini ndo Bwana anategemea, ameshawekeza vingi. Asante. Okay, asante. Nafikiri tutaishia hapo kwa siku ya leo, na natumai tumepata kitu. Ndio, Clinton. Tukimaliza ningependa tuimbe wimbo. Okay. Ana uchaguzi kama nafasi. Basi tutaishia hapo. Labda ningependa tuhitimishe kwa kusoma aya pale kwenye ukurasa wa document, itakuwa inafanana, ni Education 267 aya ya 3. Ipo kwenye somo, inasema tunahitaji kufuata kwa ukaribu zaidi Nasema tunahitaji kufuata kwa ukaribu zaidi mpango wa Mungu wa maisha, kufanya kilicho bora zaidi katika kazi iliyo karibu, kuzikabidhi njia zetu kwa Mungu na kuangalia viashirio vya majaliwa yake. Hizi ni kanuni zinazohakikisha uongozi salama katika uchaguzi wa kazi. Natumaini tunaendelea kutafuta uongozi wa Bwana kwa ajili ya kufanya kitu kwa ajili ya wengine. Basi tutakuwa na wimbo kutoka Clinton, alafu baada ya hapo tutakuwa na kipindi cha maombi. Dada, ningependa kujua wale ambao wangependa kushiriki katika maombi. Okay, Jackson, kuna mwingine? Karibuni. Jackson Clinton. Okay, basi baada ya wimbo tutaanza Jackson alafu Clinton na mimi nitamalizia. Basi karibu Clinton. Asante. Ni wimbo namba 41. Namba 41. Pote kutuzunguka.
pote kutuzunguka, yasikika vilio kila upande, wapo wahitaji. Ni jukumu letu kuwasaidia, kulainisha magumu yao, tabu za maisha, kulainisha magumu yao, kulainisha magumu yao, kuyarahisisha magumu, tabu za maisha. Kazi ya kivitendo kuliko kuhubiri tu, chakula na mavazi kwa watupu, malazi kwa wageni, na kuna zaidi ya hili, mahitaji ya roho Kristo mwenyewe huyatosheleza. Mahitaji ya roho Kristo mwenyewe huyatosheleza. Mahitaji ya roho Kristo mwenyewe huyatosheleza. Pote kutuzunguka, vyasikika vilio kila upande, wapo wahitaji. Ni jukumu letu kuwasaidia, kulainisha magumu yao, tabu za maisha, kulainisha magumu yao, kulainisha magumu yao, kuyarahisisha magumu, tabu za maisha. Kazi ya kivitendo kuliko kuhubiri tu, chakula na mavazi kwa watupu, malazi kwa wageni, na kuna zaidi ya hili, mahitaji ya roho Kristo mwenyewe huyatosheleza. Mahitaji ya roho Kristo mwenyewe huyatosheleza. Mahitaji ya roho Kristo mwenyewe huyatosheleza. Amina. Okay, karibuni kwa maombi. Basi tuombe. Baba yetu uliye juu mbinguni, asante kwa fursa ambayo umetupatia tena katika masaa haya matakatifu ya Sabato. Asante kwa tafakari ambayo umeileta kwetu. Asante kwa jinsi ambavyo unaendelea kuzungumza pamoja nasi kwa habari ya kazi ya maisha na wito ambao unatupatia kuanza na kazi iliyo karibu, na katika kuifanya kazi hiyo tutauona wito wetu. Tujalie kuweza kuondoa uzembe, uvivu na kutafuta
majina duniani na kukimbilia mambo yetu ambayo mara nyingi yamejengwa katika ubinafsi, lakini tujalie kuweza kuliona hitaji la dunia na kuwa tayari kuifunua tabia yako. Ichukue mioyo yetu ambayo na mielekeo ya kutokuwa tayari kwenda katika njia yako, na uifanye kuwa tayari kwa kuweka ndani yetu haki yako na upendo wako ambao mara zote umekuwa na shauku ya kufungua milango kwa ajili ya wokovu kwa wengine. Masaa haya matakatifu ikawe ni tafakari yetu, na Roho wako Mtakatifu akawe pamoja nasi akitujalia kuiona nafasi yetu na kuanza hata katika mianzo midogo. Tunaomba na kuamini ni katika jina lake Yesu Kristo. Amen. Amina. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, tunashukuru kwa sababu kile ambacho unatuita kukifanya ni kuiweka Injili katika kile tunachokifanya. Tunashukuru kwa sababu umesema Injili yako ni kirahisishi cha maisha, na hautuhitaji kukaa kutafuta huku na kule, lakini ni kuiishi Injili. Ni rahisi hivyo kwamba unatuwezesha kuwa watenda kazi pamoja na wewe, unatuwezesha kuweza kuharakisha ujio wako. Baba Mungu, kadiri ambavyo unazungumza na kila mmoja wetu katika mahali alipo, nazidi kuomba kwamba uweze kuifunua njia hiyo rahisi na kutuwezesha kuweza kupiga hatua. Baba Mungu, kipindi hichi ambapo ni kipindi cha pekee sana sana, ambapo hata wanafunzi wako kipindi hicho walitamani kuwepo, kwa sababu unatenda katika namna ya kipekee sana sana katika miisho hii ya dunia. Tunajua kiu ya dunia ni kutokufahamu wewe, na kupitia kazi rahisi na zilizojaa utukufu wako, dunia inapaswa kukuona. Tunashukuru kwa sababu katika kila amri kwako ni uwezeshi, na kwa namna hiyo napenda kutoa mimi pamoja na ndugu zangu uwezeshwaji huo wa kutenda. Baba Mungu, tunapokuwa tumeingia katika siku ya Sabato, zidi kutakasa akili zetu, zidi kutuburudisha na tuandae kwa ajili hata ya wiki inayokuja. Tusaidie kuweza kuitumia vyema Sabato hii kama ambavyo inapaswa kutumika. Nashukuru Baba, tukiomba haya ili kwamba uweze kuwa na kila mmoja wetu atakapokwenda kupumzika na kuweza kukutana kesho kama kanisa na mataifa mengine. Kuwa pamoja nasi, zungumza nasi, tupatie pumziko jema na usiku katika jina la Yesu. Amina. Amina. Pamoja na hayo, Baba yetu wa mbinguni, jina lako liweze kutukuzwa kwa uongozi ambao umetupatia katika ibada ya usiku wa leo. Tunaendelea kujikabidhi mikononi mwako. Endelea kutufundisha Bwana, naendelea kutuongoza kila mmoja binafsi na kama kanisa pia
umetupatia upendeleo wa pekee kuweza kuwa sehemu ya washiriki wa ukweli wako wa sasa, ili ya kwamba tuweze kuwa vyombo kwa ajili ya kuwabariki wengine. Tusaidie sana Bwana kubeba mzigo huu wa wajibu, na tafuta maongozi yako na kuwa kile ambacho unataka tuwe. Umetufundisha kwamba katika wakati huu utatenda kazi katika namna iliyo nje ya utaratibu wa kawaida wa mambo, na unatuita ili kuweza kuwa na mahusiano ya karibu na wewe, ili kuweza kuyatambua maongozi yako ya hatua kwa hatua kadri unavyoelekea kuimaliza kazi. Tupatie juhudi na bidii katika kutafuta uso wako na katika kufanya kile ambacho unakifunua mbele yetu kama sehemu ya utimizaji wa wajibu. Tunakushukuru sana Bwana, tukiamini utaendelea kutuongoza, na tunapokea yote kwa imani katika jina la Yesu. Amina. Amen. Amina. Basi tumefikia mwisho wa ibada yetu ya siku huu. Tuwe na usiku mwema na Sabato njema. Asante na kwako pia. Kwaherini. Yeah.